Kwa mchungaji Kabigiri, mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki, natumika katika shirika wa Kigamboni. Ndugu wa Kristo na Watanzania wote kwa ujumla, tupo katika kipindi cha maandalizi ya kuelekea kwenye Krismasi, kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu alivyozaliwa kwenye maisha yetu. Nipo hapa kuleta ujumbe kwenu. Tunaona katika neno la Mungu katika Mathayo sura ile ya 2, tunaona namna ambavyo Yesu alizaliwa kule Bethlehemu, nyota yake namna ilivyokuwa ikionyesha kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi. Tunaona nyota yake ilipoonekana angani ilionyesha nini amebeba anapokuja kuzaliwa. Kwa hiyo tunamwona Yesu anapozaliwa kule Bethlehemu kama mfalme wa Wayahudi, amebeba kusudi na amekuja duniani, hajaja kwa bahati mbaya. Kwa tunaona anazaliwa pia katika kipindi cha mfalme Herode. Herode anapata shida juu ya habari ya kuzaliwa kwa Yesu, na hakupata shida tu kuzaliwa kwa Yesu, lakini kilichompa shida ni ile nyota iliyoonyesha kazi ya Yesu. Kwa hiyo ilimpa shida sana. Ilionyesha kwamba Yesu alikuja kuokoa, alikuja kuwa mfalme. Kwa jambo hili nilimletea shida. Kwa nikutie moyo ndugu msikilizaji na Wakristo wote duniani, hatupo hapa duniani kwa hasara. Tupo kwa kusudi. Kila mmoja amezaliwa, kuna namna ambavyo amekuja kwa kusudi. Kwa anapozaliwa Yesu, kuna vitu ambavyo tunaanza kuviona kwenye maisha yetu. Kuna vitu vinazaliwa upya, maisha yetu yanazaliwa upya. Tunapompokea Yesu sasa, kuna vitu tunakwenda kuviona ndani yetu katika siku hii ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwanza tunaposherekea, tunapokula nzuri, lazima kwanza tutengeneze njia katika mioyo yetu, jambo hilo la muhimu. Lakini pia tunaona ni muhimu sana kushughulikia maisha yetu. Tupo katika kipindi cha mwisho wa mwaka, tunapoona habari ya kuzaliwa kwa Yesu, na ndivyo sisi tulivyo. Sisi wenyewe hatupo hapa kwa bahati mbaya, lakini shetani, adui, anajaribu kuzuia maisha yetu ili yawe na ukomo, tusifike pale ambapo tumekusudia. Tunaona katika ile Luka sura ile ya 2 mstari wa 9 na wa 10, malaika akawatokea ghafla, utukufu wa Mungu kawangalia kote kote. Tunaona walikuwa na hofu ndani yao, lakini malaika anawatokea, walikuwa wamekata tamaa, lakini tunaona utukufu wa Mungu ukiwaangalia kote kote. Malaika akisema, msiogope, ni mimi ninayewaletea habari njema yenye furaha. Yesu analeta habari njema kwenye maisha yetu. Wewe ambaye una huzuni, kuugua kwako, Yesu anaondoa habari mbaya kwenye maisha yako, analeta habari yenye furaha kwako. Kwa kipindi hiki kiwe cha kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu, kilete furaha ndani ya maisha yako. Tunaposherekea Wakristo, nchi yetu ya Tanzania, tumetoka katika kipindi pia cha uchaguzi. Watu wengi mioyo yao imejeruhika yale tuliyokutana nayo katika uchaguzi. Watu wameumia, lakini ni hatuna namna nyingine ya kurudi kwa Mungu wetu. Hata yale ambayo tumekutana nayo katika nchi yetu, inawezekana yametuletea shida, yametuletea laana, yametuletea shida kwenye nchi yetu. Tunapaswa kurudi kwa Mungu, yeye alete majibu yaliyo sahihi. Tukimwomba Mungu, yeye atatuletea furaha. Kwa hiyo Yesu analeta furaha njema kwako. Tegemee yale yaliyokwama yanaenda kuzaliwa. Ndoa yako ikazaliwe upya, kazi yako ikazaliwe upya,
unakwenda kumwona Yesu ndani yako. Anapokwenda kuzaliwa, anazaliwa kwa ajili ya kubadilisha maisha yako. Mungu akusaidie katika kipindi hiki kiwe cha furaha kwako, ndani yako kujae furaha kwamba Yesu anakuja kuwa mfalme kwako. Nikushukuru sana, endelea kubarikiwa, endelea kuwa imara, endelea kumtegemea Mungu na Mungu atakubariki. Hata nyamaza katika yale ambayo umeyakatia tamaa. Asanteni sana, nawatakia Krismasi njema yenye furaha. Tuendelee kusherehekea kwa furaha, tuendelee kuiombea nchi yetu, na Mungu hatatuacha katika jina la Yesu. Amen.